Mungu muweza wa yote, wewe ni Bwana uketie juu ya mlima mtakatifu, na jina lako ni jina takatifu, nawe upendezwa na watakatifu waliopo hapa duniani. Baba, katika jina lako leo tena watakatifu wako waliopo duniani wamekusanyika mahala pamoja palipowekwa jina lako, ili upate kusema nao Baba wa rehema. Sema nao Baba wa rehema neno lako, kama ulivyosema na Musa na wana wa Israeli. Neno lako Baba liwagange majeraha yao yote. Neno lako lipate kuwaumba tena upya. Neno lako Baba liwarudishe katika asili ya uumbaji. Neno lako Baba wa rehema ling'oe mapando yote yaliyopandwa kinyume nao. Na tukuje jina lako Baba, maana leo tena utasema nasi Baba katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 20. Baba, sema na watu wote duniani kote watakaye tuona na kusikia Baba kwa masikio yao. Neno hilo Baba lifanye masikio yao yawashe, na Baba wapate kujua ukweli. Wote Baba wa rehema wakifunguliwa vifungo vilivyowafunga wasipate kutafuta uso wako kwa kusoma Biblia. Asante Mungu mweza wa yote, maana wewe unapenda wakupendao na wakutafutao kwa bidii, hao ndio watakaye kuona. Katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Bila shaka watu wa Mungu, niko tayari kwenda tena. Jana tulienda katika sura ya 19 na tukaona sheria mbalimbali. Bila shaka leo tunaenda kwenye hukumu ya dhambi. Utaona sasa zile sheria zilizowekwa katika ile sura ya 18 na 19. Tunaenda kuona sasa zikitajwa tena, lakini na hukumu iliyetakiwa juu ya mtu aliyetenda yale dhambi. So watu wa Mungu, hebu nisipoteze muda, nataka tuende moja kwa moja katika hiyo sura ya 20. Nani atakayesoma katika jina la Yesu? Soma katika jina la Yesu. Epafra itasoma kwa kutoa hiyo sura ya 20 kitabu cha Mambo ya Walawi. Naomba na wewe fungua Biblia yako kwa pamoja tupitie wote. Ni vizuri kupitia pamoja. Najua ulishasoma nyumbani, ulishaifupisha, lakini tunapopitia tena, nilikwambia kuwa njia nzuri ya kujifunza neno la Mungu ni kwa kurudia rudia. Repetition is the mother of learning. Yaani tunajifunza kwa kurudia rudia. Kadri unavyorudia rudia ndivyo unavyojifunza, inafanyika kuwa sehemu ya maisha yako. Umeona? Hakuna mtu aliyeenda shuleni ama chuoni ili ajue lugha yake ya mama, lakini kwa sababu alianza kujifunza kwa kufanya makosa, hatimaye ikaja kuwa ni sehemu ya maisha yake. Ndivyo Biblia kitabu cha Mwanzo ina sura 50, mistari ni ile ile. Lakini sasa unapozisoma na kuzijua, bila shaka kila siku unaporudia, Bwana anakupa maono mapya, lakini katika yale uliyesoma. Kwa nini mimi najua Biblia mwanzo mwisho, lakini kila siku nasoma? Unaposoma Biblia unakuwa mbele za Mungu. Unapokuwa mbele za Mungu unakuwa na ushirika na Mungu, unapata mafunuo mapya. Ndio maana siku utakapoacha kusoma Biblia, utakuwa umejua Biblia lakini hauna maono mapya. Biblia inakuwa inaendana wakati kutokana na usomaji wako kila wakati. Unapoisoma kila siku utaiona ni kana kwamba ni mpya. Yani kila siku unapoisoma uliisoma jana, lakini unaposoma sasa unaiona kwa mtazamo wa tofauti. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mungu atakufunulia Biblia na mafunuo yanayoendana na wakati huo. Ndio maana ni Biblia iliyotumika katika ile karne ya kwanza, Biblia iliyotumika katika Agano la Kale, lakini mpaka leo bado inatumika katika hii karne ya 21. Hebu twende katika jina la Yesu. Soma kwa jina la Yesu. Sawa. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia. Umeona? Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia. Sema, kisha Bwana akanena na mimi na kuniambia. Kisha Bwana akanena na mimi na kuniambia. Umeona, ni kana kwamba sasa hivi wewe ndio Musa na Bwana ananena na wewe. Umeona sasa? Uzuri wa Biblia ni kitu kimoja. Yale maneno Mungu aliyosema na watu wake, ukisoma ni kana kwamba anasema na wewe.
yale maneno Yesu aliyefundisha wanafunzi wake. Unaposoma ni kana kwamba anasema nawe. Ndio maana anayesoma Biblia anamsikiliza Mungu. Mungu anasema pamoja unasoma, lakini Mungu anasema nawe kupitia Biblia yake. Ndio maana Mungu anasema na Musa, lakini lengo ni nini? Ili Musa aseme na wana wa Israeli. Hebu pata picha kuwa tunaona sasa, ulikuwa uelewi ya kwa nini tuliona amri zile 10 Mungu akizitamka kwa sauti pale katika mlima Sinai, katika ile sura ya 20 kitabu cha Kutoka. Lakini mara nyingi umesikia tukisema kuwa sheria zilikuwa nyingi kweli kweli kwenye taifa la Israeli. Lakini umeona sasa tunapopitia kitabu cha Mambo ya Lawi tukaona sheria nyingi ziliongezwa mpaka kwa jumla sheria zote zilikuwa ngapi? Zilikuwa 623. 613 zilikuwa ni sheria zilizoongoza, lakini zile amri 10 ukijumuisha na zile 613 ilitengeneza sheria zote kwa jumla 623 ambayo ilitakiwa Myahudi ayajue na aishi yamuongoze. Lakini hebu pata picha katika hizo zote, eti Yesu akazijumuisha sheria zote hizo akazifanya kuwa sheria moja. Sheria gani? Yani upendo. Umpende nani? Yani upende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa nguvu zako zote, na kwa akili yako yote, na umpende jirani yako kama unavyojipenda. Na kwa wanafunzi akasema pendaneni, na wachini amri mpya, pendaneni, nanyi mkipendana nanyi mtakuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Ili tu wanafunzi wa Yesu kweli kweli, lazima tudumishe upendo kati yetu. Kama kanisa la kwanza katika karne ya kwanza, baada ya ile siku ya Pentecostal, walivodumu pamoja kwa kumega mkate, ndivyo inavyotakiwa tuwe na huo ushirika ya kusaidiana sisi kwa sisi. Na hii itafanya watu walioko nje kujua ya kuwa sisi ni wanafunzi wa Yesu kweli kweli. Sema mimi ni mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Mimi ni mwanafunzi wa Yesu kweli kweli. Lakini je, kilichofanya wanafunzi wale wakawa wanafunzi wa Yesu kweli kweli ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni ile amri mpya waliachiwa. Katika zile sheria zote 623 eti zilijumuisha kwa sheria moja. Ukimpenda Mungu kwa moyo wako wote, nguvu zako zote, na akili yako yote, bila shaka utatii sheria zake. Ndio maana ukimpenda Mungu huwezi kumwabudu Mungu mwingine. Huwezi kutaja jina la Bwana pasipokuwa na sababu. Ukimpenda bila shaka mtu huwezi kumuibia ama huwezi kutamani mke wake. Umeona upendo imebeba zile sheria zote. Sema sheria mpya tuliachiwa. Sheria mpya tuliachiwa ni upendo. Lakini sasa upendo huo sio tu kwa wale wanayekupenda, ni upendo wa kupenda watu wote. Sema nitapenda watu wote. Nitapenda watu wote. Nitaonyesha upendo. Nitaonyesha upendo. Maana mimi ni pendo. Maana mimi ni pendo. Kwa nini wewe ni pendo? Mungu ni pendo, apenda nini? Watu. Je, Mungu akai ndani yako? Anakaa ndani yako. Hebu twende kwa jina la Yesu. Tena uwaambie wana wa Israeli, mtu awaye yote miongoni mwa wana wa Israeli au miongoni mwa wageni wakitio katika Israeli atakayetoa katika kizazi chake na kumpa Moleki, sharti atawawa. Wenyeji wa nchi watampiga kwa mawe. Mimi nami nitamkazia uso wangu mtu huyo, nami nitamkatilia mbali na watu wake, kwa kuwa ametoa katika kizazi chake na kumpa Moleki. Tuliona kwenye ile sura ya 18 mstari wa 21 juu ya Moleki. Umeona sasa, nilikwambia ya kuwa hii sura ya 20 ni nini? Ni hukumu juu ya dhambi ambayo ilitajwa zile sheria za kutendwa fanywa, lakini aliyeenda kinyume na hizo sheria adhabu yake ilikuwepo. Sasa pamoja na inatajwa Moleki tena mara ya pili baada ya kuona kwenye ile sura 18 mstari wa 21, lakini sasa tutaona Moleki, tunaona ya kuwa inatolewa adhabu ya kuwa atakayetoa mwanae kwa Moleki bila shaka atakatiliwa mbali, atatolewa nje ya marago, atapigwa kwa mawe hadi kufa. Akiwa ni mgeni aketie katikati yao, maana mgeni aketie katikati yao alitakiwa aishi kutokana na zile desturi za Wayahudi. Lakini Moleki ni nani? Tuliona katika ile sura 18
ya kuwa Moleki alikuwa ni mungu wa taifa la Waamoni. Bila shaka katika bonde, sanamu yake iliyokuwa na kichwa cha ndama, bila shaka ilitolewa, iliwashwa moto, watoto waliteketezwa katika moto, lakini pia watoto walipitishwa katika moto. Wanapitishwa katika moto, moto inamuunguza lakini anapitishwa. Ina maana hiyo ilikuwa ni njia ya kumwabudu Moleki. Kama unavyojua, Mungu alisema kuwa yeye ni Mungu mwenye wivu, na katika Agano la Kale kuna neno ambayo lazima uwe makini unapoongea. Ni neno moja lakini inayo maana mara mbili. Kufanya uzinzi ilikuwa ni swala la mtu kujamiana visivyo, lakini pia ilikuwa ni njia ya kuabudu miungu mingine, kuinamia sanamu, kutoa sadaka kwa ajili ya sanamu ama miungu mingine. Hiyo ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni uzinzi. Maana Mungu kwa taifa la Israeli, yeye alikuwa kama baba, lakini yeye pia alikuwa kama mume. Ndiyo maana swala la kutomwabudu, kutokuwa na ushirika na yeye, kuwa na ushirika na sanamu na miungu mingine, ilikuwa inatajwa kama uzinzi. Ndio maana utakapoona katika maeneo mengi utaona kuwa mumeniacha mimi, mumekwenda kuzini kule milimani na miungu, wangezinije na miungu. Ina maana kuwa na ushirika na miungu ingine kama walipotakiwa kuwa na ushirika na Mungu wao. Nisikie amina kubwa. Amen. Twende. ili kupatia unajisi patakatifu pangu na kulitia jina langu takatifu unajisi. Tena kama wenyeji wa nchi wakimfumbia macho mtu huyo kwa njia yoyote, hapo atowapo katika kizazi chake na kumpa Moleki wasimuue, ndipo mimi nitamkazia uso wangu mtu huyo na jamaa zake, nami nitamkatilia mbali na hao wote wamwandamao katika uzinifu. Umeona sasa? Chukulia hatua, atawakatilia mbali. Ina maana Mungu atachukua hatua yeye mwenyewe kumhukumu mtu huyo, na hukumu yake ilikuwa ni kifo, huyo mtu na jamaa zake. Watu wa Mungu, hebu pata picha jinsi ilivyokuwa kali. Ukifanya tu, Bwana havumilii, maana alikuwepo pale katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Je, sasa hivi, hata sasa hivi watu wa Mungu kwenye ulimwengu wa kiroho, ukizidi kutenda dhambi unaweza ukafa kiroho. Watu wengi wamekufa kiroho. Nisingependa ufe kiroho. Kufa kiroho ni mbaya sana. Unakosa kuwa na ile muunganiko na Mungu, unakosa kuwa na ule ushirika na Mungu. Watu wa Mungu, kutokuwa na ushirika na Mungu na kuwa na ushirika na biashara, kuwa na ushirika na fedha, kuwa na ushirika na uwekezaji, bila shaka hata hiyo pia ni uzinzi na miungu mingine. Ndiyo, utafute fedha, lakini akili yako isiwe kwenye fedha. Usipende fedha kuliko Mungu. Chochote, hata mke wako kimpenda kuliko Mungu, hiyo ni uzinzi. Nini unazini nini? Hiyo ni uzinzi na miungu mingine. Hata kale katoto kako, mtoto anafanya kosa, utaki kumwadhibu. Kuna watoto wengine wamekuwa miungu watu. Mtoto akisema jamani leo lazima tule kuku, baba lazima akakope na kukopa. Ndiyo, ni vizuri kupenda watoto, lakini sio kupitiliza. Kila kitu na kiasi chake. Ndio maana sema hivi, kama chochote unachokipenda kuliko Mungu sasa hivi, hiyo ni uzinzi na miungu mingine. Na mimi nasema hivyo watu wa Mungu, pamoja na chochote unachotakiwa kufanya kwenye maisha yako, lakini Mungu naomba awe wa kwanza. Unapoanza siku yako, anza na Mungu. Unapoanza kazi yako, anza na Mungu. Kila unachokifanya, hata kama ni kutafuta fedha, Mungu awe ni wa kwanza, mambo mengine yafuate. Bila shaka watu wa Mungu, kwa nini hivyo? Kwenye Agano Jipya kila kitu umeona haikutakiwa kuwa na mahusiano na miungu mingine. Lakini je, Agano Jipya miungu ni nini? Yesu akasemaje? Akasema uweze kutumikia miungu mingapi? Kwa nini Yesu alisema mabwana wawili? Je, mmoja alikuwa nani? Mungu Baba, mwingine fedha. So umeona,
anasa na mambo mengine ambayo yanachukua maisha ya watu sana. Hayo yote yanawekwa katika kategori ya miungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri ufanye kazi zako, usiwe omba omba, lakini katika kazi yako chochote ukifanyako, ukifanye kwa kumtukuza nani? Mtukuza Bwana. Hata kama unachokula chochote, unashiriki chochote kama chakula, yani fanya katika jina la Bwana, nawe huwezi ukapotea kamwe. Hebu twende kwa jina la Yesu. Ili kufanya uzinifu pamoja na Moleki watengwe mbali na watu wao, na mtu yule atakaye waendea wenye pepo na wachawi ili kuzini pamoja nao, nitakaza uso wangu juu ya mtu. Hebu nikuulize, angezinije pamoja na hao wachawi na wenye pepo? Umeona katika taifa la Israeli hata mtu mwenye pepo. Sasa hivi wewe una bahati, ndugu yako mbona mleta na pepo, anabwenguliwa nini? Pepo. Lakini wale pepo, mapepo alikuwa bwenguliwi. Ana pepo huyo, akatiliwe mbali huyo. Anatolewa. Na ndio maana watu wengine mpaka sasa hivi watoi mapepo. Kama umepagawa kanisani, unatolewa nje ya kanisa. Wanakaa kwenye agano la kale bado. Lakini kinachofanyika, mtu angezinije na wenye pepo na wachawi? Ina maana wachawi na wenye pepo wao walikuwa na ibada za miungu. Kama unavyojua, walikuwa wanapandisha mapepo. Wanaweza wakatoa utabiri wa maisha ya mtu kwa kufanya nini? Wanaweza katoa utabiri wa maisha ya mtu kwa kutumia nini? Kutumia mizimu ama kutumia mashetani wanayeona, mapepo ya utambuzi. Bila shaka nitakuonyesha mfalme mmoja wa Israeli ambayo alikataa kumfuata Mungu na kumtii Mungu, lakini Mungu akamwacha. Mungu akamwahidi atararua ufalme wake, na kweli alirarua ufalme wake. Na alipotafuta neno kwa Mungu wakati alipovamiwa na taifa la Wafilisti, bila shaka akaona jibiwi, nabii nayo Samueli kashafariki. Bila shaka akasema, nitafutieni mwanamke anayempandisha pepo. Akaenda kwa yule mwanamke. Nataka nikuulize, je, yule aliyepandisha na yule mwanamke alikuwa roho ya Samueli? Kumbe roho za watu pia watakatifu inaweza kupanda. Umeona patamu yake ya kujua Biblia sasa. So Mungu akutaka mtu aende kwa watu, maana walikuwa ni watu ambao wanashirikiana na mapepo, wanashirikiana na miungu mingine. So ina maana swala la kuheshimu, swala la kuwatolea sadaka ilikuwa ni swala ya nini? Swala la kuwa na ushirika sawa sawa na mwanaume mwingine. Maana kumbuka, hao nao walikuwa ni mabwana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Utamtenga na watu wake. Jitakaseni basi, iweni watakatifu, kwa kuwa mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Umeona watu wa Mungu? Nilikwambia kitabu cha Mambo ya Walawi, neno utakatifu ni zaidi ya mara 140 imeongelewa. Wapi? Hapo kwenye kitabu hiyo Mambo ya Walawi ambayo ina sura 27. Na ndio kitabu pekee ambayo utakatifu umetajwa mara nyingi na umetazamwa kuliko vitabu vyote kwenye Biblia. Vitabu vyote 65 vyote, ina maana ni kitabu cha Mambo ya Walawi imetajwa nini? Imetajwa zaidi neno utakatifu. Lakini sasa Mungu anasema kuwa wawe watakatifu, maana yeye ni mtakatifu. Ndio maana nakwambia uwe na upendo, maana Mungu ni upendo. Apenda nani? Watu. Mbona wachukia tena na wakanyaka vibaya mno. Akanyage. Twende. Nanyi zishikeni sheria zangu na kuzitenda. Mimi ndimi Bwana niwatakasaye ninyi. Kwa maana yeye ni mtakatifu. Bila shaka watu wa Mungu, Bwana ni mtakazaji. Bwana ni mponyaji wetu. Bwana ni anayetupa tunachokihitaji. Ukimtumainia Mungu, acha nikwambie, kuna kitu ambacho inatesa watu waliookoka. Ni nini? Watu waliookoka wamegeuka, badala ya kuishi kwa imani wanaishi kwa matumaini. Matumaini ni wale wanayeumwa ugonjwa wa ukimwi.
Mwenye haki anatakiwa aishi kwa imani. Imani ni nini? Imani ni kuwa na uhakika kwa mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Je, imani inapatikana wapi? Imani huja lakini kwa kusikia nini? Neno la Mungu la kweli. Na mimi nakuongezea kwa imani huongezeka mtu anapoendelea kusikia na kusikia. Unasikiaje? Kusikia mpaka sio mpaka ukae usikie. Unaposoma ya kuwa Mungu akasema na Musa, ina maana tayari ni kana kwamba unasikia Mungu akisema na wewe. Ndio maana nasema hivi, mwenye haki lazima aishi kwa imani, na moyo wake unaposita sita, roho yake unafanya nini? Haimpendezi Mungu. Ndio maana nasema hivi, hauishi kwa sababu wewe una pesa nyingi. Utaishi mwaka kesho, utaishi vizuri, sio eti kwa sababu unayo fedha mahali, bali unaishi kwa sababu Bwana unayemtumainia ni yote katika yote, na kabla hata hujazaliwa alishapanga kesho yako. Niseme tu ya kuwa wapo wakina Yuda kwenye maisha yako, wapo wakina Rubeni kwenye maisha yako, wapo wakina Simeoni kwenye maisha yako, wapo wakina Lawi kwenye maisha yako, wapo wakina Dani kwenye maisha yako, wapo wakina Naftali kwenye maisha yako, wapo wakina Asheri kwenye maisha yako, wapo wakina Gadi kwenye maisha yako, wapo wakina Yusufu, wakina Benjamini kwenye maisha yako. So kinachofanyika, wale ndugu zake Yusufu, wao walikuwa ndio njia ya Yusufu kuelekea katika hatima yao. Na kuambia kwa umebeba hatima ya kijiji chako, umebeba hatima ya wale mashemeji yako, umebeba hatima ya wale wajomba zako, umebeba hatima ya wale ndugu zako. Lakini aliyekufundisha mara ya kwanza alikupofusha macho, akakupotosha, ndio maana uliwachukia. Hebu pata picha kwa Yusufu angechukia wale ndugu zake wale, ingekuwa vipi? Baraka zile zingeendelea kumiminika? Sisi ndio tumekata baraka zetu wenyewe kwa mafundisho potofu ambao tunafundishwa injili kichwa chini mguu juu. Lazima kila mtu ageuze injili kichwa iwe juu mguu chini, kwa sababu usipopenda adui wako huwezi kwenda mbinguni. Mimi nakuhakikishia, maana Yesu anasulubishwa msalabani, anasemaje? Uwasamee maana wafanyi nini? Hawajui walitendalo. Je, Yusufu akuwasamee wale ndugu zake maana hawakujua? Kwa sababu kumbe wao walitumika tu kama chombo ili wamuuze aende watangulie. Umetangulia kanisani, wewe ndio Misri ya wao. Umetangulia, wewe umeshapona, watoto wako wamepona. Mbona watoto wao wanahangaika? Mbona wao wenyewe hawalali? Mbona wao wenyewe wana matatizo? Wanahitaji chakula cha kiroho. Iko nyumbani mwa Bwana. Chakula ikuwepo Kanani, kwao kule ni Kanani. Chakula ilikuwepo Misri. Watoto wa Yakobo wote walitakiwa kwenda, hata yule baba yako na mama yako, hata wale ndugu zake ambao unawachukia wote, wanatakiwa wahame, watoke kule Kanani, waje Misri, watoke kule nje, waje kanisani. Nisikie makofi na amina kubwa. Amen. Kumwona mtu wa Mungu ni mambo aliyejificha sana. Lakini sasa tukifundisha injili ya kukanyaga na kufyeka na kushindana ili tumiliki, tunamiliki miaka mingapi? Ukimiliki sana miaka 120. Lakini takufaidi nini kama ukikumbatia kila kitu hapa duniani na mbinguni ukakosa? Si bora ukose hapa duniani, mbinguni upende? Maana mbinguni si ya milele. Nasema hivyo tu Mungu. Mimi ninapofundisha naona kama naelewa sasa. Sasa mimi mtu hawezi kunidanganya tena. Wewe je? Na wewe mtu asikudanganye tena, kwa sababu injili haiwezi kuua. Kwa nini Yesu alisema kuwa kuja kuangamiza, alikuja kuokoa? Nasema hivyo tu Mungu. Mimi nasema kabisa kwa ujasiri, kanisa limekamatwa na shetani. Lazima wachungaji waachane na shetani, wanafanya biashara na shetani. Lazima
lazima waachane na shetani. Kama wana biashara shetani, bwana anafundisha kinyume na Yesu. Anayefundisha kinyume na Yesu sio mpinga Yesu. Mpinga Yesu sio mpinga Kristo. Ndio maana akasema kuwa wapinga Kristo wengi wameshakuja. Lakini ukifundisha wanaona kama tunawanyoshia kidole, bora wapone. Tuache hii biashara kufundisha watu wa baraka tu. Yesu akusema tufundishe baraka, alisema kuwa tafuteni kwanza ufalme wa nani? Wa Mungu. Na mengine mtazidishiwa. Hiyo kwenye Injili, haipo kwenye Injili. Ipo kwenye Injili. Kwa nini wachungaji wataka kufundisha Injili? Injili imebeba kila kitu. Ndio maana nasema hivi, siku inakuja ambayo atakayekosa kufundisha Injili ya kweli, walo hawezi tena akakudanganya watu. Maana kwa nini watu wadanganyiki tena siku zijazo? Lazima kila mchungaji, kila bishop, kila mwangalizi yote arudi kwenye drawing board, arudi atafute uso wa Bwana. Vinginevyo niwaambia kwa wasome Habakuki sura ya 2 mstari wa 15. Nyakati za mwisho, kama maji yajazavyo bahari, ndivyo maarifa na hekima itajaza watu. Ukihubiri watakuangalia na kuambia, bwana wewe usitudanganye bwana, tutaki. Ndio ni wakati ambao hata mtu asiyejua anaanza kujua sasa. Ndio maana mtu wa Mungu, kaa katika ukweli. Sema nitakaa katika ukweli. Nitakaa katika ukweli. Mchungaji, kupotea kwetu na kuhusu nini wewe? Basi mbona Yesu alituagiza? Sisi ni wanaagizo kuu, ndio maana lazima tuwaendee hata nyinyi mliopotea. Sisi ni wana nini? Huduma yetu ni agizo kuu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Agizo kuu inasemaje? Enendeni mkawafanye kuwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na mkiwafundisha kuyashika yote aliyofundisha Yohana. Hapana. Aliyefundisha Samueli. Hapana. Aliyefundisha Daudi. Hapana. Aliyefundisha nani? Yesu. Hiyo ni ya kushika na kuweka kwenye matumizi. Maana mjumbe wa agano yetu ambao ni agano jipya ni nani? Yesu. Mjumbe wa agano la kale nani? Musa alikuwa mjumbe wa agano la kale. Agano la kale lilikuwa ni kwa ajili ya watu gani? Taifa moja ambalo ni taifa la nini? La Israeli. Hebu pigia Bwana makofi makubwa. Ndio maana nasema hivyo, watu wa Mungu. Naposimama kila siku na kufundisha sura moja, huwezi kunielewa. Lakini siku zinakuja ambayo utanielewa. Kila mtu anatafuta kunielewa kwa sababu hii ni ukweli ambayo inainuka. Atakaye baki na kufundisha mambo yaliyopitwa na wakati ya karne na karne, atakuwa anaenda mbali na Mungu. Akija kusuka atakuwa ameshakwenda mbali kabisa. Kinachofuata ni nini? Siku wale wajinga ambayo wamefunikwa, ambao wanadanganywa, watakaoerevuka, wajanja wako wapi? Hao watu ambao tunawadanganya tuwafundishi ukweli, Mungu anawapa akili ya kujua. Ndio maana siku zijazo uweze kudanganya mtu. Maana neema ya kujua itakuwa kubwa. Neema ya kujua inaanza kuwa kubwa. Kwani zamani watu walikuwa wanasoma Biblia. Wewe nani alikuwa anakuruhusu usome Biblia? Mchungaji unahamasisha watu wasome Biblia. Umejua hiyo watu wakishajua Biblia wote sasa utachunga nani? Nataka wote waende. Wote nataka waende wawe wachungaji. Wewe je, utamchunga nani? Wakienda kuchunga wengine huko, Mungu ataleta wa kuchunga. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Kwa maana kila mtu amlaani baba yake au mama yake, hakika atauawa. Amemlaani baba yake na mama yake. Bila shaka kwa sasa hivi yawezekana usiuawe. Wewe usiosaidia wazazi wako, hata wale watoto wa wazazi wako, yawezekana usiuawe. Yawezekana umeshakufa kiroho. Yawezekana baraka hauna. Watu wa Mungu, kama kuna kitu ambacho nimetambua mimi, nasema ya kuwa hakuna sehemu imefarakanisha watu kama kanisa. Wachungaji hawaruhusu watu kusaidia wazazi wao, wakisema ya kuwa wewe pamoja, watu wa Mungu, unaweza kadanganyika ukasema kwao
Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, hana mahusiano na familia yake. Wewe, Yesu alisemaje pale ambayo anasulubishwa? Alimwambiaje Yohana? Mtazame nani? Na mama mtazame nani? Mwana. Kwa nini alisema kwa Mariamu achukuliwe na Yohana? Wanafunzi alikuwa anampenda. Unajua kama Yusufu alikufa kabla Yesu hajaanza huduma? Haipo kwenye Biblia, lakini ipo kwenye historia ambayo ni Talmud ya Kiebrania. Yusufu alikufa kabla Yesu kuanza huduma, na Yesu ndiye aliyebaki na ile karakana. Yesu ndiye aliyekuwa anahudumia wadogo zake wale wa kimwili. Kwa nini Yesu aliendelea bado kuwatazama wale? Nasema hivi, watu wa Mungu, lazima sisi tuwe ni wajumbe wa Agano Jipya na tuhakikishe injili hii, neema iliyoangaza katika maisha yetu tukaokolewa, tuisimamie ili ndugu zetu wale pia wapate kuokolewa. Lakini kama tuwezi kukaa karibu na wao, hata wachungaji wetu wataendaje kuwahubiria? Wewe unavyokaa mbali na mama yako na baba yako, mimi nitampelekeaje injili? Wakati injili nayo kutuma nayo inatakiwa ianzie pale Yerusalemu. Yako ni wale ndugu zako. Wengine nikuhubiria hivyo wanakimbia. Watakimbia tu, lakini hapa ni watakuja. Twende. Ukiambiwa ukweli unakimbia. Kimbia tu, lakini si ukitambua. Kuna story moja ambayo ni katika habari za Nuhu. Haijaandikwa kwenye Biblia, pia kwenye Talmud. Nuhu akajenga safina miaka 120, lakini katika watu wote alipata mtu mmoja anaitwa Kambezi. Kambezi alikuwa na bidii kuliko hata watoto wa Nuhu. Haipo kwenye Biblia hapa, lakini iko kwenye historia Talmud. Kile ambacho nafundisha mtu ambaye yuko kwenye Biblia, mwambie hivyo. Ukimwambia hivyo, mwambie inapatikana wapi, the source. Kambezi akafanya kazi mpaka mwisho. Imebaki wiki moja, Mungu anaongea na Nuhu ya kuwa sasa baada ya siku 7 gharika itakuwa juu ya nchi. Ingiza sasa wanyama. Ndiko kama mtamu. Kambezi naye akajikuta na yeye kule mdogo na yeye yuko kwenye mdundiko kule, wakati kachafanya kazi siku zote, akijua kwa Hamisi nimeshafanya kazi, nitafunguliwa mlango. Mdundiko ukazidi kuwa mtamu mpaka mvua ikaanza kunyesha. Kambezi anakwenda anasema, "No, ni mimi nifungulie." Nuhu anamwambia, "Bwana, sikufunga mlango mimi. Aliyefunga mlango kaondoka na funguo. Kambezi ilikula kwake, isile kwako." Ndio maana nasema hivi, lazima injili ya kweli isimame. Siku zinakuja ambayo kila mtu atatafuta ukweli, maana kitakacholipa ni ukweli. Hebu twende Epafra. Na damu yake itakuwa juu yake. Na mtu azinie na mke wa mtu mwingine, naam, yeye azinie na mtu mwingine na mke wa jirani yake, mtu mume azinie na mwanamke azinie, hakika atauawa. Umeona sasa ni adabu sasa. Yaani hukumu katika kila zile sheria tulizoona ya kuwa mtu asizini na mke wa mwenzie ama jamaa yake. Sasa tunaona kabisa kuwa ukizini sasa, kule ilitajwa, yani ilitolewa sasa muongozo, lakini sasa ni anayezini na mwanamke ambao sio mke wake watauawa. Anayepeleka mwanae kwa Moleki, bila shaka inatakiwa wale jamaa wamtoe, wampige kwa mawe. Lakini wakifanya nini? Wakimwacha, wasimchukulia hatua, Mungu anasema nitawakazia macho yeye na jamaa zake, nitawakatiria wote. Ina maana mtu huyo mkao katenda dhambi, alafu ukaungana naye wote. Nasema hivi, watu wa Mungu, hata sasa hivi kabla tujaokoka, mambo mengi ambayo yalitendwa na baba zetu, mama zetu, ili affect watu wengi sana. Lakini mimi nasema hivi, tumejua ukweli wa kuokoa wale mama zetu ni nani, wa kuokoa wale baba zetu ni nani, wa kuokoa kijiji chetu ni nani.
Mimi nataka siku moja injili mimi naanza wapi? Kijijini kwako pale. Wao wakiwa mstari wa mbele na mimi nakufuata. Mchungaji nataka waniue. Nataka wakuue alafu nikuzike, maana si huko ndio kweli. Natakiwa uzike huko. Tena sitakuwa na nafasi, sitakuwa na sijui gharama sijui na huko. Yaani unakufa huko, mimi nakuzika huko maana si ndio kwenu. Mchungaji umejua ataniua. Watu wa Mungu wasikuue kipindi kile ambao ulikuwa umjue Bwana. Leo umejua Bwana wakuue. Acha uoga. Wenye haki wa Bwana ni majasiri kama nini? Kama simba. Hebu twende. Na mtu mume atakayelala pamoja na mke wa baba yake amefunua utupu wa baba yake, wote wawili hakika watauawa. Bila shaka adhabu yake ni kifo. Yaani hebu pata picha kuwa Rubeni angefunua utupu wa Bilha wakati huu, alikuwa anakatiliwa mbali, lakini Mungu aliona ya kuwa uhasama ulizidi sana, maana ukishamfunua utupu wa mke wa baba yako mnakula sahani moja tena. Hapo ni undava sasa. So Mungu alitaka watu wawe na ushirika mzuri kama wanapokuwa na yeye. Ndio maana hata sadaka hatia ikawepo. Unapatanishwa na yule jamaa yako kwa kutoa sadaka, kutoa ile gharama ya hatia uliyofanywa, na ukiongeza 5% juu yake, lakini pia kulipa sadaka ya hatia ilikuwa na gharama kubalikana, kwamba umeambiwa kule mahakamani ulipie fidia. Mungu alifanya kuwa ukikosea mtu mwingine umemkosea Mungu. Na sasa hivi ndio maana huwezi kusema kuwa unampenda Mungu wakati wewe ule mchao unamchukia. Yule mwanadamu unamchukia, eti unampenda Mungu usiyemwona. Mungu anasema mpende. Ndio maana Mungu anasema hivi. Mara nyingi tumekuwa kimbelembele front ukienda mbele za Mungu kwa baba nisamehe. Mungu amesema hivi, nenda ukapatane na yeye. Hata sadaka usitoe, hata jua isizame unapatana na yeye. Unaenda unamsumbua Mungu, nisamehe baba, nisamehe na yeye pia nisamehe. Mungu hajasema akusamehe na yeye. Mungu amesemaje? Mungu amesema kuwa bila shaka kapatane na wao, tengeneza na watu kwanza kule nje, tengeneza na wale usiyesema nao. Kama uongea na jirani yako, unawakilisha Kristo yupi? Kama uongea na wale mashemeji, kama uongea na wale ndugu zako upande wa mama na baba. Wakati injili ya wanafunzi wa Yesu ilianzia wapi? Sio Yerusalemu. Ilipotoka Yerusalemu ilienda wapi? Ilienda Samaria. Kabla ijaenda mwisho wa dunia, Samaria ilikuwa ndio maadui zao. Ukitoka kwa mama na baba, nenda pale kile kijiji kinachofuata ambao walikuwa ndio Concord kwenye uchawi. Ndivyo ilipokuwa injili. Na mtu mume atakayelala na mkwewe mwanamke, wote wawili hakika watauawa. Wamefanya yaliyo uchafuko, damu yao itakuwa juu yao. Tena mtu mume akilala pamoja na mtu mume kama lalavyo na mtu mke, wote wawili wamefanya machukizo, hakika watauawa, damu yao itakuwa juu yao. Tena mtu mume akimoa mke pamoja na mama yake ni uovu mkuu, watachomwa moto, yeye mume na hawa wanawake pia. Umeona? Kwamba hiyo ilikuwa na adhabu kubwa sana, hiyo ya kuoa mwanamke na mtoto wake. Hiyo ina maana sio kupigwa kwa mawe, mlikuwa mnachomwa kwa moto, unaungua mpaka unakufa. Yaani kuoa mwanamke alafu na mtoto wake pia, yani wote wanafanya kuwa wake zako. Lakini hizo sheria, ndio maana unaona zilijumuisha sheria zote zikawa 623 sasa. Ulikuwa unaweza kushangaa mbona sheria zimekuwa nyingi, lakini unaona sheria amri zilikuwa 10 tu. Lakini hizi sheria zingine ambao zilikuwa zinaendelea kutajwa kwa kujumla zilikuwa 623. Bwana Yesu asifiwe. Tena mtu mume akilala na mnyama hakika atauawa, nanyi mtamuua huyo mnyama. Tena mwanamke akimkaribia mnyama yoyote na kulala pamoja naye, mtamuua huyo mwanamke na mnyama pia, hakika watauawa, damu yao itakuwa juu yao. Tena mtu mume akimuoa umbu lake, binti ya baba yake au binti ya mama yake, na kuona utupu wake, na huyo mwanamke kuona utupu wake huyo mume, ni jambo la aibu, watakatiliwa mbali mbele ya macho ya wana watu wao. Amefunua utupu wa umbu lake, naye atauchukua uovu. Nani aliyefunua utupu wa umbu lake alafu baadaye akauawa? Nani anaweza kanijibu? Nani alifunua utupu wa umbu lake
nani, alafu pamoja na baba yake kama mfalme na hakimu akainyamazia, lakini baadaye ndugu yake akamuua. Nani? Umesahau? Nikupe homework. Alikuwa anaitwaje? Bila shaka utanitafutia kwenye Biblia. Ukipenda kuitafuta kwenye Ufunuo, uitafute, lakini kesho uniambie ya kuwa ni nani aliyefunua utupu wa umbu lake. Alikuwa ni mtoto wa mfalme, na huyo aliyefunua umbu lake pia alikuwa umbu lake aliyemfunua pia alikuwa ni mtoto wa mfalme. Mama walikuwa tofauti na ndugu ya huyo umbu aliyemuua. Alafu kesho uniambie. Bwana Yesu asifiwe. Hebu twende. Tena mtu mume akilala na mwanamke aliye na ugonjwa wake na kufunua utupu wake, amenifunua jito la damu yake, naye mwanamke amefunua jito la damu yake, wote wawili watakatiliwa mbali. Ugonjwa wa mwanamke nini? Ugonjwa wa mwanamke ilikuwa ni mwanamke kuwa kwenye siku zake amefungua jito la damu. Ina maana haikutakiwa, kwa sababu ilikuwa ni njia ya kuzuia pia magonjwa ambukizi. Kama unavyojua magonjwa mengi yanakaa katika damu, hakutakiwa mtu kugusa damu. Bwana Yesu asifiwe. Usifunue utupu wa umbu la mama yako wala umbu la baba yako, kwa kuwa huyo amefunua utupu wa jamaa yake ya karibu, watauchukua uovu wao. Tena mtu mume akilala na mke wa mjomba wake, amefunua utupu wa mjomba wake, watauchukua uovu wao, watakufa bila kuzaa mwana. Tena mtu mume akimtoa mke wa nduguye ni uchafu, amefunua utupu wa nduguye, hao watakuwa hawana wana. Basi zishikeni amri zangu zote na hukumu zangu zote na kuzifanya, ili kwamba hiyo nchi ambayo nawapeleka ninyi kukaa isiwatapike. Nanyi msiende na kuziandama desturi za taifa niliyotoa niwatoayo mbele yenu, kwa kuwa wao walifanya mambo hayo yote, na kwa ajili ya hayo naliwachukia. Lakini mimi nimewaambia ninyi mtairithi nchi yao, nami nitawapa ninyi kuimiliki nchi iliyojaa maziwa na asali. Mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Bwana Yesu asifiwe. Nchi iliyojaa asali na maziwa ilikuwa ni Kanaani. Na kama unavyojua, Mungu anawaambia ya kuwa kama hawatayatii hayo aliyewaambia, hizo sheria, basi ile nchi ingewatapika. Na ni kweli, watu wa Mungu, tunapokwenda kule mbele nitakuonyesha jinsi nchi ilivyowatapika. Bila shaka tukisoma kwenye Kumbukumbu la Torati sura 32, Mungu anasema na kizazi kipya kupitia Musa ya kuwa watakapomwacha Mungu basi atawapeleka mbali. Ni kweli taifa la kaskazini iliyeitwa Israel walipelekwa utumwani kule Ashuru, lakini taifa la kusini iliyeitwa Yuda ilipelekwa utumwani kule Babeli. Na hata wewe kama uwezi ukakaa katika injili ya kweli, neno la Mungu la kweli, bila shaka uwezi kukaa katika wokovu. Ndio utakuwa unatumia jina la Yesu, lakini ujue kabisa kwa uwezi kwenda mbinguni. Maana swala la kuita tu jina la Bwana Bwana haitoshi wewe kwenda mbinguni, bali inatakiwa uishi maisha matakatifu yanayempendeza Bwana, kama Yesu alipoishi maisha matakatifu na kumpendeza Baba yake. Mimi ni Bwana Mungu wenu niliyewatenga ninyi na mataifa. Kwa ajili ya hayo mtapambanua kati ya mnyama aliye safi na mnyama aliye najisi, na kati ya ndege aliye tohara na ndege aliye najisi. Nanyi msifanye nafsi zenu kuwa machukizo kwa ajili ya mnyama au kwa njia ya ndege au kwa njia ya kitu chochote ambacho nchi imejaa nacho. Niliyowatenga nanyi kuwa ni najisi, nanyi mtakuwa watakatifu kwangu mimi, kwa kuwa mimi Bwana ni mtakatifu, nami nimewatenga ninyi na mataifa ili kwamba mwe wangu.
Tena mtu mume au mtu mke aliye na pepo au aliye mchawi hakika atauawa, watapigwa kwa mawe, damu yao itakuwa juu yao. Umeona, hiyo ni moja kati ya andiko ambayo watu wanatumia sana makanisani sasa hivi, ya kuwa Mungu alisema ya kuwa mwanamke mchawi asiwache kuishi. Lakini je, mbona wana pepo tunawapengua pepo tunawaacha kanisani? Basi na hao nani? Na hao wenye pepo pia tuwapige watoke, tuwapige katika jina la Yesu. Kama unapiga wachawi lakini hao wenye pepo wewe unatoa mapepo, una maana gani? Maana wote hao wanatakiwa wapigwe kwa maana wafe kipindi kile. Maana katika taifa la Israeli hao wenye pepo na wachawi walikuwa wanakuwa na ushirika na miungu mingine, na maana walikuwa wanafanya uzinzi, na adhabu ya kuwa na ushirika na miungu mingine ilikuwa ni kifo. Sasa tumeona hukumu katika nini? Katika hizo sheria zote hapo zilizowekwa, ni kupeleka mtoto kwa Moleki, mara kulala na kufunua utupu wa umbu lako, na kufunua utupu wa mke wa baba yako, vitu kama hivyo. Ukifuatilia hiyo sura ya 20, hukumu zote ilikuwa ni moja. Ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni kifo. Lakini hebu nikuulize, imeandikwaje kwenye Warumi sura ya 6 mstari wa 25? Je, haijaandikwa kuwa mshahara wa dhambi ni nini? Je, uone kama waliyetenda mabaya yale yote yalikuwa ni mauti, lakini kwenye ulimwengu wa kawaida. Bila shaka hata sasa hivi kumbe unapotenda dhambi basi inakuwa ni mauti, lakini kwenye ulimwengu wa nini? Ulimwengu wa kiroho. Lakini nasema hivyo watu wa Mungu, baadaye udhihirisho wake unakuwa katika ulimwengu wa kawaida. Bila shaka wale walikuwa wanakufa kwenye ulimwengu wa kawaida, lakini udhihirisho wake ni amepoteza katika ulimwengu wa kiroho. Maana kumbuka ya kuwa kitorati kama ulifanya kosa, basi na maana wanahukumiwa kwa kitorati, na maana hao hawawezi kwenda mbinguni. Sisi nao kama kifo ni katika ulimwengu wa kiroho, basi udhihirisho wake ni katika ulimwengu wa kawaida. Ndio maana nasema hivyo watu wa Mungu, Biblia inaeleweka, Biblia inasomeka na inaeleweka, lakini kwa watu wanyenyekevu, watu wapole, kama Yesu aliposema kuwa njooni kwangu nyinyi wote msumbukao na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Maana nira yake ni nyepesi na laini, naye ni mpole na mnyenyekevu. Hiyo ni Mathayo 11 unaanzia mstari wa 28 mpaka 30. Ninasema hivyo watu wa Mungu, umeona tofauti ni mauti ile ilikuwa kwenye ulimwengu wa kawaida papo kwa hapo. Mauti yetu ni katika ulimwengu wa kiroho, lakini ile mauti ilimwafect mtu kwenye ulimwengu wa kiroho. Maana moja kwa moja yule aliyekufa kwa sababu ya kwenda kinyume na torati, je, anakwenda mbinguni? Hata kwenda. Je, wewe ambaye unakufa kiroho, je, kimwili inakuja kudhihirika? Nasema hivyo watu wa Mungu, mimi nakupenda, ndio maana nakuhubiria ukweli. Nataka usipotee, uende mbinguni. Maana mimi ni kwa ajili ya kufundisha ukweli, na mimi najua kabisa ukiongea ukweli wengi watakukataa. Dunia imejaa uongo. Ndio maana angalia hata ramani ya siasa, anayesema ukweli kwenye siasa natakwa, anayesema uongo anakuambia bwana mimi nitagawa magari mkinichagua. Kuna aliyegawa magari walipochagua duniani kote? Hakuna. Lakini dunia imekuwa tundu kwenye habari za uongo. Hata wadada usipowadanganya unawapata. Yaani mtu amevaa ndala zimeisha hapa kwa nini hapa? Yaani usijali darling, mimi nitakununulia ndege, utakuwa unaenda nayo Kariakoo. Mtu mwenyewe hana hata baisikeli. Kwa nini ukubali mtu akudanganye? Kwa nini ndoa nyingi hazina nini? Hazina furaha. Mimi ukija nikuombea habari za ndoa, kwanza naanza na kufuatilia ulitongozwaje. Yamkini kinachokutesa ulidanganywa ulipopata ujauzito, ukasema sasa basi kama ni maji ndio nimeshayafulia nifanye nini? Yaoge.
Ndoa zingine lazima mwanaume atubu na aombe mke wake msamaha, maana hiyo ndoa ilijengwa kwenye uongo. Na wakaka wengi sana ubaya wao ndio hivyo. Wanaona kama wanawake bwana, shetani alianza kuwadanganya wakafanywa kuwa wanayedanganyiwa. Sasa huyo shetani ameingia wanaume, bado anataka kuwadanganya wamama. Sema ninakataa kudanganywa mimi mama. Ninakataa kudanganywa mimi mama. Nakataa kwa jina la Yesu. Umeona sasa watu wa Mungu? Sasa kama mtu alisha kudanganya, sasa kudanganywa si ati nje, hata ndani ya kanisa. Umejua njoo tufanye maombi bwana, maombi ya minyororo. Wewe aombe maombi yake mwenyewe, kila mtu atabeba kifurushi chake nini mwenyewe. Anakuwa na ukaribu na tuombe dada, umejua sijui hivi na hivi na hivi. Ukija kustoka tayari tumbo alikai vizuri kwenye gauni. Bwana Yesu asifiwe. Niseme machache kabla sijamaliza. Mchungaji, usituchokoze. Anayekupenda anakueleza ukweli juu ya maisha yako. Anayekupenda anakueleza ukweli. Ukitaka mimi niweke chumvi kwenye mdomo wangu ili utoe fedha, mimi sipo kwa ajili ya hilo. Mimi nipo kwa ajili ya kwenda mbinguni. I want to go and inherit eternal life. What about you? Lengo lako mama ni nini? Of course ulikuja ni kuombea, ulishapona. Lakini lengo mama sasa ni kwenda mbinguni. Sema lengo mama ya wokovu wangu ni kwenda mbinguni. So watu wa Mungu, sihitaji kwenda tena katika nimeona hukumu zote pale ni mauti. Na maana kumbe dhambi kwenye Agano la Kale ilikuwa ni mauti. Lakini kumbuka ya kuwa tangu sura ya 2 kitabu cha Mwanzo, Mungu akamwambia Adamu pale alipomuumba ya kuwa baada ya kutengeneza bustani ya Eden pande wa mashariki na kumweka, akamwambia kuwa siku atakapokula katika matunda ya katikati ya bustani ya Eden ya mema na mabaya, hakika atakufa. Bila shaka kifo, Adamu, kifo cha kiroho ilianza kabla kifo cha kimwili. Kwa sasa hivi watu wa Mungu, kifo cha kiroho huanza na kifo cha kimwili hufuatilia baadaye. Ndio maana nasema hivi, hebu tuache kutenda mabaya. Bila shaka hata sasa hivi bado mshahara wa dhambi ni nini? Mauti. Wengi wanayetembea na mauti. Usione watu tu wamekaa na mikola kwenye madhabahu wanahubiri. Wengi wana mauti. Usione washirika. Kaa mbali na nini? Mtu aliyetafuta ushauri au kushiriki kwa wapandisha pepo. Hii ipo kwenye kitabu cha Samueli wa kwanza sura 28. Mfalme Sauli, utasoma kwa wakati wako, unaweza kaisoma kuanzia mstari wa 3 mpaka mstari wa 19. Samueli wa kwanza sura 28, mstari wa 3 mpaka 10 mpaka mstari wa 19. Sauli alichaguliwa na Mungu kuwa mfalme wa Israeli. Lakini Sauli baada ya muda mfupi akamwacha Bwana. Alipomwacha Bwana, bila shaka Mungu akamjaribu kwa kumwambia kuwa aende akapige Waamaleki wote, aangamize kila kitu. Lakini walipoenda kule hawakumuua yule mfalme wa Amaleki aliyeitwa Agagi. Lakini pia wakachukua katika mifugo waliyekuwa wamenona. Lakini kumbuka jambo hilo lilifanya Mungu atangaze kuraruliwa kwa ufalme wa Sauli. Na moja kwa moja Mungu kumtuma Samueli kwenda kumpaka Daudi mafuta. Lakini sasa hebu pata picha kuwa ufalme uliraruliwa, lakini pata picha kuwa bado Sauli akakaa miaka 10 na ngapi? 18. Daudi alipakwa mafuta akiwa na miaka 12, lakini akawa mfalme akiwa na miaka 30. Hebu pata picha, miaka 18 anakimbizwa na nani? Na Sauli. Lakini ingekuwaje Mungu unajuaje kama kiroho ulikuwa mtoto mdogo kama Daudi alivyokuwa mtoto mdogo? Mtoto mdogo yake napi. Daudi ilibidi akae miaka 18
ongeza 18 na 12 mpaka miaka 30 ndipo anapewa sasa ule uongozi. Lakini hiyo miaka 18 ilikuwa ni miaka yake kukimbia juu na chini. Unajuaje kama na wewe unaandaliwa ufalme? Lakini sasa kwenye hiyo sura ya 28 tayari Samueli amekufa. Samueli ndio Mungu alikuwa anasema naye na taarifa akampa Sauli. Bila shaka Samueli ndiye aliyestabiri ya kuwa ufalme wake umeraruliwa Sauli. Lakini sasa Wafilisti wakawa wamevamia sasa. Samueli akaenda kwa manabii, Mungu hakusema nao, hakusema naye, akatafuta mwanamke wa kupandisha pepo. Lakini kumbuka Mungu alishasema kuwa asiupo mtu anayekwenda kwa wapandisha pepo ama wenye pepo ama wachawi. Alipoenda, hebu nisomee kidogo Michael Muhonga. Soma katikati pale karibu mstari, hebu soma kwenye mstari kuanzia 15 tuone, asoma kuanzia mstari wa 20. Kwa wakati wako uanzie mstari wa 3. Hiyo sura ya 28 kitabu cha Samueli wa kwanza, ili uone mwisho wake ya kuwa je, ninachotaka nikuonyesha kuwa je, mshahara wa dhambi ilikuwa ni mauti. Je, alipofanya hivyo kama mfalme, je, alikufa? Aliahidiwa nini? Na yule aliyepandishwa Samueli roho Samueli anamwambia kuwa Mungu alishasema 1, 2, 3. Lakini sasa kesho muda kama huu tutakuwa na wewe wapi? Huko chini na watoto wako. So na yeye aliwaendea hao kinyume na Mungu, adhabu yake ilikuwa ni kifo. Nasema watu wa Mungu sasa hivi usitende mabaya. Kifo kipo kwenye ulimwengu wa kiroho. Umepata usome? Yeah. Soma. Mianza mstari wa nini? Anzia mstari wa 20. Of course kila mtu yote atasoma baadaye peke yake kwa ajili ya muda. Neno la Mungu linasema. Linasemaje? Anasema, tena pamoja na wewe Bwana atawatia Israeli mikononi mwa Wafilisti hata na kesho. Wewe na wanao mtakuwapo pamoja nami, tena Bwana atawatia jeshi la Israeli pia mkononi mwa Wafilisti. Mstari wa 20. Mara Sauli akaanguka chini. Umeona sasa? Hapo ni tayari amemwendea yule mwanamke, lakini akamwambie nipandishie roho ya nitakaye kutamkia. Akamwambia Sauli. Sauli anasema Samueli. Yule mwanamke alipopandisha akaanza kutetemeka na kulia, akamwambia umenidanganya. Lakini hebu pata picha kuwa kama roho ya nabii iliweza ikapanda, roho ya mnywagongo sasa hivi roho ya mpiga bia, je, sasa hivi hawapandishi? Roho ya mababu, je, iwezi kuongea madhabahuni ndani ya mtu? Lakini pata picha, roho ya Samueli iliongeaje? Roho ya Samueli iliongea ndani ya yule mwanamke mpandisha pepo ambayo ni mganga. So unavyoongea mtu alafu roho inaongea ndani yake, it is reality. Lakini sasa kitu ambacho itakii tufanye sana, Yesu akuruhusu roho na mapepo ikasema mbele yake. Amina. Tusio entertain sana masuala ya kuongea ya hizi roho ndani ya watu, kwa sababu usipokuwa makini unaweza ukapigwa chenga ukadanganywa. Maana shetani ni baba wa nini? Usipokuwa makini unadanganywa, na wengi wamedanganywa sana. Ndio maana kuomba kwa imani na kuwa vizuri sana pasipo kutegemea hizo roho zinazopanda sana. Ndio imetokea isiwe mara moja, lakini sio yani kila kitu iwe na kiasi chake kama Biblia inavyosema. Bwana Yesu asifiwe. Itabidi niishie hapo, lakini uandike haya. Agano la Kale, andika Mambo ya Walawi 20 mstari wa 7. Hiyo ni Agano la Kale. Agano Jipya andika Efeso. Efeso sura ya kwanza mstari wa 4, na waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 16 mpaka 18. Utasoma kwa wakati wako.
Walawi 27. Hiyo ni agano la kale. Agano jipya ni Efeso sura ya kwanza mstari wa 4 na waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 16 mpaka 18. Agano la kale, mambo ya Walawi sura ya 20 mstari wa 9. Sura ya 20 mstari wa 9. Agano jipya ni Mathayo sura ya 15 mstari wa 4. Mathayo 15 mstari wa 4. Marko 7 mstari wa 10 na 11. Agano la kale, mambo ya Walawi sura ya 20 mstari wa 21. 20-21. Agano jipya ni Mathayo sura ya 14 mstari wa 4 na Marko sura ya 6 mstari wa 18 mpaka 20. Ni vizuri ni kuonyesha na agano jipya mahali palipoandikwa. Agano la kale sura ya 20 mstari wa 3. Mstari wa 3. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 16 mpaka 17. Na agano la kale, mambo ya Walawi sura ya 20 mstari wa 6. Agano jipya ni Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 17 mpaka 18. Alafu pia kwenye agano jipya Wakorintho wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 2. Agano la kale ya mwisho ni sura ya 20 mstari wa 24. Agano la kale, mambo ya Walawi sura ya 20 mstari wa 24. Kwenye agano jipya tutasoma Wakorintho wa 2 sura ya 6 mstari wa 14 mpaka 18. Nisamehe kwa sababu ya muda, bila shaka utasoma utaona. Hiyo ni kiashiria kuwa kila eneo unayosoma kwenye agano la kale ni taswira ama ni picha ya mambo yaliyokuja kutokea baadaye. Ndio maana agano la kale haikuwa imekamilika mpaka Yesu alipokuja na kuikamilisha. Ukiishi agano la kale utaishi kumuua mchawi, lakini yule mwenye pepo utafanya nini? Utamwacha. Mwenye pepo ukimwacha, je, umetenda haki? Nasema hivyo watu wa Mungu. Ukweli ni wakati wa ukweli kuhubiriwa katika dunia yote. Nani mwenye swali kabla sija mshukuru Mungu? Anybody with any question before I call upon the name of the Lord? Michael, bila shaka. Hapa napata kubabaika kuliko kawaida. Kwa nini unapata kubabaika kuliko kawaida, mtu wa Mungu? Kitendo kama ulivyotupeleka kwenye hii Samuel sura wa kwanza sura ya 24 mstari wa 3. Hususan hii story kwamba sikuwahi kufikiria, lakini nashangaa leo nafikiria hiki kitu kwamba kweli huyu mtu wa Mungu alipokuwa amemwacha Mungu akageukia miungu mingine, akaenda kwa mwenye pepo. Alipotaka kuna nini? Ndani ya mwenye pepo anatokea mtumishi wa Mungu. Hivi alikuwa ni mtumishi wa Mungu kweli? Ni kweli. Sasa namna hiyo si kupigwa chenga kutoka kwingi leo hii. Kwingi kupitiliza. Maana mambo kuongea na roho imekuwa sana. Yaani uwe makini sana. Sasa hapo hebu tufafanulie. Ni hatari kuliko kawaida na hiyo. Ndio maana hekima ni bora kuliko maombi. Ukitumia maombi na kupandisha mapepo hayo, utakuwa umekwisha, kwa sababu kumbuka shetani ni baba wa nini? Uongo. Silaha anayetumia ni uongo. Ndio maana uwe makini kabisa. Unaombaje? Unakuaje na Mungu? Unaonaje ndani ya huyo kama ndio pepo inayoongea na wewe? Nasema hivi, kuna mambo mengi sana ambayo Mungu anatufunulia. Ndio maana nataka tufunue shetani, tumweke uchi. Tumwache uchi kwa kufundisha ukweli. Nikupe jibu ile ambayo nilikwambia kuwa ni mtoto yupi ambaye alifunua utupu wa umbu lake. Alikuwa ni Amnon, mwana wa Daudi. Lakini ndugu yake yule umbu aliitwa Tamar. Lakini ndugu yake ama kaka yake alikuwa anaitwa Absalom. Kumbuka ya kuwa alipofanya vile, Daudi mwenyewe alikuwa amekengeuka kwa wakati huo, na Daudi alitakiwa achukue hatua. Kumbuka kuhani aliyekuwepo alikuwa ni nani?
alikuwa ni Abiathari mwana wa Abimeleki. Katika wale makuhani 80 ambao Sauli aliwaua, aliyekimbia na Naibera alikuwa nani? Alikuwa ni Abiathari. Lakini Abiathari, kumbuka ya kuwa yeye mwenyewe alikuwa kana kwamba anamuogopa Daudi. Alitakiwa jambo ile amwambie ya kuwa kitorati litakiwa Amnoni apigwe kwa mawe hadi kufa. Lakini kumbuka mambo aliyetesa maisha ya Daudi yalikuwa mengi, na matokeo yake ni kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya kuchukua mke wa mtu, Uria, Bethsheba, kisha kumuua Uria. Tangu alipofanya hivyo, nyumba ya Daudi haikuwa na amani. Maisha ya Daudi hakubakia jinsi ilivyo. Watoto wake hawakukaa jinsi ilivyotakiwa, waliuana wao kwa wao. Lakini umeona kabisa ya kuwa ilitakiwa kile kitendo Daudi mwenyewe aichukulie hatua. Lakini aliponyamaza, Absalom akanyamaza kwa kipindi. Lakini Amnoni alipoamua sasa eti anyoe nini? Anyoe kondoo awe na sherehe, Absalom anaenda na cheka. Absalom alimwangamiza. So watu wa Mungu, Biblia kila kitu ninachokufundisha kwenye mambo ya Walawi, ninapokwenda na wewe mbele kule sasa nitakufurahisha. Kwa sababu gani? Nitakwambia naona hapa sasa na kupeleka kwenye mambo ya Walawi sura 20 mstari wa kwanza. Hebu nitaanza sasa kuunganisha Biblia, nikimaliza na vitabu hivi vitano kuanzia Mwanzo mpaka Kumbukumbu la Torati. Nikiingia kwenye Joshua sasa naanza hapa ni sheria fulani. Sasa umejua leo ya kuwa watu walikuwa wanasema kuwa sheria zilikuwa nyingi sana kipindi kile Yesu alipozaliwa. Wa Mafarisayo walikuwa na sheria ni sheria hizo ndio hizo sheria ambazo tunaona mengi ambazo zimetolewa pale. Sio yale yaliyotolewa tu juu ya mlima. Kuna mengine yalitolewa pale kwenye hema ya makutano, Bwana akiwa ameshakaa pale katikati yao. Bwana anasema na Musa, anaandikwa. Ndio maana zilikuwa kwa jumla sheria 623. Lakini leo hii tumepewa moja tu, upendo. Imebeba sheria hizo zote, lakini upendo haipo ndani ya watu wa Mungu. Lazima turudishe upendo. Tunapenda sana kuimba Mungu ni pendo, apenda watu. Lakini wewe je, mbona hao watu unawazia mabaya? Watu wa Mungu, lengo la wokovu wetu twende ituongoze kutupeleka mbinguni. Nani mwingine mwenye swali kabla sija mshukuru Bwana? Michael, nakwambia umeona sasa, usingeweza kuelewa habari hiyo ya Sauli na kupenda kwa mapandisha pepo pasipo kuelewa huku sasa mambo ya Walawi. Amina. Umeona sasa, umeelewa mambo ya Walawi sura ya 20 sasa. Umeona nimekupeleka kule. Umeona nimekupeleka katika habari za Amnoni na Tamari pamoja na nani? Pamoja na Absalom. Umeona sasa inafanya nini? Tutakapofikia katika maisha ya Daudi, habari za kuchukua mke wa mtu, kwa tunaenda kule nyuma. Ambia aliharibu hiyo sheria. Tutaangalia matokeo yake ni nini. Watu wa Mungu, nasema hivi, unapotenda dhambi, mabaya yanapata kwenye ulimwengu wa kiroho moja kwa moja. Ndio maana siku nitakuona unafanya uzinzi, nikifuatilia maisha yako utakuta kabisa Mungu ameshakuacha. Sasa hii uzinzi inayofanyika madhabahuni wazi wazi, watu wana Mungu labda wana shetani, sio Mungu. Mimi nasema na lazima waache ushetani wao. Wanalisha watu matango mwitu, wanalisha watu mapepo, halafu wanapeleka watu motoni. Mungu hawezi kunyamaza. Ndio maana kinainuka kizazi kingine ambacho kwenda kumfunua shetani, halafu watu wakizubaa, Yesu atarudi. Tupigie Bwana makofi makubwa. Swali la mwisho, Michael, bado na swali? Kwaje ufalme wa Mungu, wacha niseme. Yesema. Kuna mahali huwa napataga riziki, huwa nakuepo pala. Sitapataja. Mimi nikiwa sijui sihiri wala lile, yuko mtu anakuwa ananifuatilia nyendo zangu. Njia zako. Njia zangu. So aliwahi sija kwamba nimeokoka. Sasa leo na jana nilimpigia simu akamwambia, bwana nina shida na wewe. Huyo mtu tunashinda wote huko mahali. Kwenye kijiwe kakijiwe. Kwenye kijiwe. Ama kenge. Huyo mtu kumbe yeye alikuwa ni mtumishi. Alikuwa ni mtumishi, mtu wa Mungu. Ngazi kubwa tu wakanda. Sasa yule bwana asubuhi ananiambia, bwana samani, nina neno zito na wewe. Nikamwambia mimi hamna shida.
basi nikusikie. Niseme kwa upesi. Mtu yule akaniambia ingia kwenye gari. Nikaingia kwenye gari lake. Nilipoingia kwenye gari lake akaniambia, bwana, mimi nina shida, inawezekana umewahi sikia, lakini ingawa wewe sio mtu wa kupenda kuongea na watu sana kwa mambo ya kijiwe, lakini nimefuatilia, naona unaweza kunisaidia. Naambia, umefuatilia mimi nafanana na kumsaidia mtu? Anasema hapana, wewe naona unaweza kunisaidia. Nikamwambia, hebu niambie, funua kinywa. Akafunua kinywa akasema hivi, bwana, mimi nimekuwa mtumishi wa Mungu muda mrefu, lakini nilianguka kanisani, hawajui, anayejua ni mchungaji tu. Alianguka kanisani? Alianguka. Anayejua ni mchungaji. Sasa mbaya zaidi, yule mchungaji akaanza kila kanisa kienda katika ile zone, anasema ubaya wa yule mtu. Sasa ile hali ikapelekea yeye akalaluka moyo. Anasema ameingiwa na hali ambayo akiona mwanamke wa umbo fulani lazima mpaka tembee naye. Anasema kuna nguvu ambayo siifahamu inatoka wapi. Hebu Mike, utaona hivi sasa hivi anapigiwa simu toka ukiwa naye zaidi ya simu, kama wote ni wanawake, anasema sipendi, lakini najikuta nafanya kama wanavyotaka. Anasema yani nina tabu, lakini ule munyo kwamba ni waje si maneno ya Mungu, huwa naenda kanisani, inanitesa. Nifanye nini Mike, nifanye nini? Nikamwambia, nifanye nini? Ufanye nini? Kwani unaona ufanye nini mtu wa Mungu? Sikutaka nimjibu upesi. Akaambia, hapana, kwa kweli wewe naona unakosali huko, naona bila shaka naweza kupata jibu. Manake nateseka mimi. Wewe upo hapa naona uhangaiki na mambo, uhangaiki si ya kuona. Nimekuchunguza juu na chini. Wala. Nikamwambia, kwa mengineyo sitataka kusema sana, lakini kwa sababu unaishi maisha ambayo huyataki, unayafanya leo usiyotaka, bila shaka una mzigo ambao ni mweusi ndani ya moyo wako. Sasa chukua namba hii, umtafute huyu mtu, uombe appointment. Huyu mtu ndo aje kusaidie uweze kushushwa mzigo. Utaendelea kuabudu huko unaona, lakini utamsikia ushauri wake, akufundisha ufanyeje hii kitu. Kwa nini naioneje? Anasema na hii si kufa saa yote. Gani? Watakuja kuniua. Maana natembea na wake za watu huku na kule. Nikiona mke wa mtu mwili unanitetemeka. Ndipo nimempa namba ya mtumishi anayeniongoza mimi. Amesema atamtafuta, alafu kisha aje chini ya msalaba aombe msaada. Anasema ana mzigo, anahisi kufa zote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini yule bwana usipokuwa makini uweze kumsaidia? Kwa sababu huyo mtu yamkini alipokwenda kanisani hakuaga na mambo hayo. Huyo mtu alikamatwa ndani ya kanisa. Pata picha, mwanamke kule nje, hukuwahi kupata ujauzito, alafu nakwenda kanisani unadanganywa ama na mlokole ama na mtu aliyeokoka ama na mchungaji, anakujaza mimba, alafu anakutolea nje, anakuambia tusijuane, tusifahamiane. Huyo mtu akitoka kanisani hawezi akarudi kanisani. So kinachofanyika nini? Huyo mtu mimi naamini kabisa Mungu aliyeko ndani yangu ataweza kumsaidia. Atamsaidiaje? Huyo mtu ametambua ukweli. So bila shaka yeye ni nani ambaye anamjenga alafu anampeleka mbele ya toba. Umejua wokovu wa mtu iko pale. Umetenda dhambi, sio tena uombe wokovu tena, lakini ni nani anayemuongoza katika ukweli? Hakuna wa kumuongoza katika ukweli. Lakini umeona sasa yule mtumishi, yawezekana huyo mtumishi alikuwa anamnyoshia kidole katika maeneo ya pembeni, lakini yawezekana hiyo roho inatoka juu, kwa sababu ilitakiwa nafsi ya huyo kiongozi msute. Kwa sababu mimi sasa hivi nikikuta umeanguka hapa, naweza nikapiga magoti hapo. Joshua aliporomoka mbele za Bwana asubuhi mpaka nini? Mpaka jioni. Kwa habari za kane, mtumishi ameporomokaje mbele za Bwana? Akasema, imekuwaje moja kati ya kondoo uliyenipa? Maana waliyempa pewa Bwana Yesu na baba yake hata moja kupotea, bali mwana wa uasi. Maana ile nafsi kama bado inamtafuta Bwana, ina maana alipigwa wapi? Alipigwa ndani. Lakini kupigwa ndani je? Kuna wakati mwingine kapigwa ndani kwa sababu ya wachungaji wananyosha watu kidole, lakini wao je? How are they?
Lakini katika madhabahu hii inayetunza watu hapa, je, inatokea jambo kama hilo? Sihitaji kumfukuza mtu huyo, nahitaji kwenda mbele za Bwana nijue kwanza shida imetokea wapi, upenyo umepatikana wapi. Ama wapo wale mbwa mwitu ambao wamevaa ngozi ya kondoo, wamejaa ndani, na kazi ya mchungaji anatakiwa atambue mbwa mwitu katikati ya kondoo ili apate kuwapiga na kuwatunza kondoo. Tunawatunzaje kondoo wa Bwana? Sio watu wa Mungu. Huyo mtu kumsaidia ni nyepesi. Ndio maana nasema hivi, mimi ndio nayechunga kondoo hapa. I am responsible for anything happening here. Anything wrong, I am the one who should be questioned. Mimi ndio akuulizwa. So, aliyetakiwa kuulizwa niwe kwa nini aliruhusu mbwa mwitu aliyevaa ngozi ya kondoo akaingia ndani akashambulia kondoo. Halafu mtumishi huyu alikuwa tayari anaandaliwa katika utumishi. So watu wa Mungu, nasema hivi, kila wakati mteule awe nini? Macho. Sema mimi ni mteule. Mimi ni mteule. Mimi ni mteule. Mimi ni mteule. Maana waitwao ni wengi, lakini wateule ni wachache. Lakini lazima mteule awe macho. Hata Mungu muwe macho kwa jina la Yesu. Amen. Muwe macho kwa damu ya Yesu. Amen. Usipokuwa macho, acha nikwambie, binti, usicheze na mwanaume karibu. Usicheze na moto, utaungua. Utaungua. Mke wa mtu usicheke hata usicheke na mimi. I am a human being. Mimi ni mwanadamu, usicheke na mimi. Njoo tufanye biashara ya Mungu pale, halafu tukuze Kristo. Watu wote walianguka, walidharau mafundisho ya Biblia inayosema kuwa kaa mbali na nini? Na zinaa ama uzinzi. Usiukaribie. Sio unakemea katika jina la Yesu, toka ewe uzinzi. Haiwezi kutoka uzinzi. Uzinzi ni kukaribia. Kaa mbali nayo. Nani amenielewa? Sema asante Yesu. Asante Yesu. Basi mimi nataka nimshukuru Mungu, mtu wa Mungu. Labda nitoe nafasi ya mwisho. Anybody with the last question? Swali la mwisho. Mimi namshukuru Mungu. Ninashukuru jina lako Baba kwa ajili ya neema yako iliyekaa katikati yetu. Umetufundisha Baba, mafundisho hayo yatutamie na kutulinda. Wewe ndio akutuokoa na yule adui mwovu. Katika sala Baba yetu wa mbinguni, Kristo Yesu akafundisha wanafunzi wake jinsi walivyomuomba ya kuwa utufundishe kuomba kama Yohana Mbatizaji alivyofundisha wanafunzi wake. Akawafundisha jinsi ya kuomba. Baba, maombi yale yalibeba mambo 6 Baba wa rehema kuu, ambayo ni muhimu katika maisha ya mtu anayeomba. Baba wa rehema, jina lako kutukuzwa. Baba wa rehema, ufalme wako kushuka. Mapenzi yako kutimia katika maisha ya watu wako. Baba wa rehema, ukiwapa riziki Baba wa rehema. Na Baba wa rehema, ukiwasamehe maovu yao kama wanavyosamehe waliowatendea mabaya. Na ukiwaokoa Baba na yule adui mwovu. Utuokoe na yule adui mwovu na mipango yake kinyume nasi Bwana. Tunayaweza yote katika wote tutie nguvu. Na Baba, neno lako lipate kuumba tena upya watu wako. Neno lako litamie taifa letu. Neno lako liongoze uchumi wetu. Neno lako liwalinde vyema viongozi wetu. Ilinde mipaka ya taifa letu Baba. Amani izidi kudumu. Injili ya kweli izidi kuchanja mbuga. Na Baba, sio tu kufikia taifa letu, hata mataifa yote. Tunalitukuza jina lako kwa neema uliyetupa ya kupata kujua injili yako ya kweli. Baba, sisi kama wanaagizo kuu umetuagiza, tunasema ya kuwa tutakuangusha Bwana, tutafundisha ukweli. Tunazidi kunyenyekesha chini ya msalaba wa Yesu, maana kama alivyotuita kuwa nira yake ni nyepesi na laini, mzigo wake Baba wa rehema pia. Na akasema yeye ni mpole na mnyenyekevu. Baba wa rehema, tuko tayari Baba kutenda kama unavyotaka. Endelea kututumia sisi na kupa Baba wa rehema nafasi ya kusema na mataifa yote. Asante Mungu mweza wa yote, maana neno lako
litawatamia watu wako, litapata kuwaumba wote wenye magonjwa. Ninafunga magonjwa yote na kutoa ndani ya maisha ya watu wako, nikiondoa Baba mabaya yote kwa jina la Yesu. Na Baba, kila moja neno lako litamie ipate kumuumba tena upya, maana mwanzo palikuwepo neno, nao neno alikuwa kwa Mungu, nao neno alikuwa ni Mungu, na katika neno vyote vilifanyika. Asante Baba kwa mtu yote anayetia nia ya kupata kujifunza neno lako. Baba, mpe neema ya kuelewa neno lako, maana Roho Mtakatifu ndio yule tuliahidiwa na Bwana Yesu ya kuwa sina budi kuondoka, nami nitamuomba Baba yako, naye atawaletea msaidizi mwingine atakayekuwa ni mfariji na msaidizi na mwalimu bora, kila anayeshika Biblia kusoma. Baba, tunayo kwenye nyakati za mwisho Baba, kama ilivyotabiriwa kwa kama maji yajazavyo bahari, ndivyo hekima na maarifa yako Baba yatajaza dunia. Jaza kila moja Baba na hekima ya kujua ukweli, ili wengi wasipate kupotea kwenda motoni, bali wapate kufikia